Simulizi ya Bahari Nyeupe, siku ambayo Bujumbura ilitikisika kwa takbira na Salum Hassan, Al-Amno TV. Jua la asubuhi ya leo halikuchomoza kama siku zingine jijini Bujumbura. Lilipochungulia juu ya milima inayozunguka mji wetu, lilikuta barabara ya Boulevard de l'Independance ikiwa imebadilika rangi. Magari yalikuwa yamepisha njia na badala yake maelfu ya waumini wadogo kwa wakubwa walikuwa wametandaza mikeka yao wakisubiri muda wa kumsabihi Allah. Ilikuwa ni picha ya kusisimua, bahari ya kanzu nyeupe na vilemba vilivyopambwa na tabasamu za dhati baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Harufu ya miski ilichanganyika na upepo mwanana wa asubuhi, ikitangaza kuwa hii si siku ya kawaida, ni siku ya nguvu ya Uislamu. Katika mazingira hayo ya utulivu, sauti ya kadhi mkuu Sheikh Ali Hamisi ilipasua anga. Hotuba yake haikuwa ya maneno matupu, bali ilikuwa ni simulizi la maisha kwa kila Muislamu. Kadhi alizungumza kwa hisia, akitukumbusha kuwa nguvu yetu haipo kwenye majengo au kwenye maneno matupu, bali ipo kwenye nyoyo zetu kuwa kitu kimoja. Msitegemee mabadiliko yaanguke kama mvua, alisema kadhi kwa sauti ya mamlaka, akiwakumbusha waumini kuwa maendeleo ya jamii yanajengwa kwa mikono inayoshirikiana na viongozi. Alitusihi kuwa na adabu kwa wasomi wa dini na mashehe zetu na kuishukuru serikali kwa neema ya amani inayotufanya leo tuswali barabarani bila hofu. Kisha Mheshimiwa Mufti wa Burundi Sheikh Salum Nayabagabo alisimama. Katika sauti yake kulikuwa na fahari ya kiongozi anayeyaona matunda ya kazi yake na kazi ya Uislamu ambayo tayari wameendelea kuifanya. Alitupeleka kwenye safari ya nchi nzima, katika vituo vyote ambavyo Waislamu wamekusanyika kwa ajili ya swala ya Idi. Alituhadisia kuhusu lile jengo letu la ofisi ambalo sasa limefikia 40% ya ujenzi, likijengwa kwa sarafu moja baada ya nyingine kutoka kwa Waislamu wenyewe. Alitukumbusha jinsi tulivyovuka mwezi wa Ramadhani kwa kulisha familia zaidi ya 2500 na jinsi vijana wetu wanavyopeperusha bendera ya Uislamu na ya nchi yetu ya Burundi nje ya nchi kupitia mashindano ya Qur'ani na kujiendeleza kielimu, jambo ambalo Komibu imeendelea kulifanya. Katika jukwaa lile lile kulikuwa na mgeni wa kipekee, makamu wa rais wa Jamhuri ya Burundi. Uwepo wake ulikuwa ni kama muhuri wa ushirikiano. Alipongeza nidhamu na juhudi za Waislamu, akiahidi kuwa serikali itaendelea kuwa bega kwa bega na jamii hii inayopambana kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Ikiwa kuna siku ambayo ardhi ya Burundi imeshuhudia uzito wa neno umoja, basi ni leo. Picha tuliyoionyesha leo Boulevard de l'Independance ni picha ya ushindi. Tumeonyesha kuwa sisi ni wengi na zaidi ya yote sisi ni wamoja. Tunamaliza siku hii ya leo tukiwa tunamshukuru Allah, tukijua kuwa umoja ni kamba, na kamba ambayo haikatiki kirahisi. Tushikamane, tujenge jamii yetu na tudumishe amani tuliyopewa na Allah. Kutokea hapa katikati ya barabara ya waumini, ni mimi msimulizi wenu